wanaume pia waache ukatili. Sio kwa watoto, hata kwa wanaume waache ukatili. Watu kama hao inapaswa serikali iwe macho nao. Mtu akikataa kumpeleka mtu shule akamatwa awekwe ndani. Ni kuwapa elimu, kwa maana mtoto inapofikia umri wa kwamba aende shule ni kwamba unamsaidia kwa maisha yake ya baadaye. Maisha ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia hasira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share. Bwana, leo hii tumezunguka mtaani kwenda kuwatembelea baadhi ya wakazi wa sehemu ya jiji hili la Arusha, na tukiwa na maswali mawili: malezi na ukatili. Naitwa Januari Mburi. Ukatili ni hali ya mtu, kitendo cha mtu kufanyiwa, kitendo kisichompendeza mtu akitendewa. Naitwa Asha Asmani. Ukatili yani ukatili ni mtu anayefanyiwa kitendo ambacho sio. Mfano kama kubakwa, kupigwa kama si wanawake. Naitwa Mr. Yohana Richard Makange. Ukatili ni mtu anapofanywa jambo lisilostahili kijinsia, hatimaye labda kudhalilishwa, aidha kufanywa jambo baya lolote ile ambalo linaweza kumhatarisha maisha yake. Mfano kama kubakwa, kupigwa kama si wanawake, ndo ukatili. Mtu anaweza akafanywa tendo la kingono kwa kulazimishwa. Huo nao ni ukatili, kwa sababu sasa yeye hakupenda, amefanya kulazimishwa. Huo ni ukatili mojawapo. Sasa ili watu tuweze kuona kwamba watu wasiweze kufanywa matukio namna hiyo, ni kwamba ni namna ya kuweza kuwapa jamii elimu, aidha semina, ili kuweza kusababisha wasiweze kufanya masuala ya ukatili kama namna hiyo. Na malezi ni nini? Malezi ni namna ya kuweza kulea familia ikiwa katika hali nzuri. Maana yake ni kwamba kila mahitaji unayohitaji uweze kupewa. Utakapopatiwa mahitaji yoyote, na hayo ndio malezi mazuri. Malezi ni jinsi ya kumfundisha mtoto ambao ni mazingira mazuri. Je, mkubwa hawezi kulelewa? Hata mkubwa pia anaelimishwa kama anaenda tofauti. Malezi ni hali fulani ya mtoto kutolewa katika mazingira ya kuto kujitambua mpaka atakapojitambua, ndo malezi. Kwani mtu mzima halelewi? Mtu mzima halelewi, bali yeye ndo analea. Labda anaelelewa tofauti, na chini ya umri huo ni mtu ambaye hana utimamu wa akili. Tukirudi kwenye ukatili, watoto wengi wa kike wanakumbana na changamoto hizo. Ni kipi kifanyike kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla ili kusudi tuweze kuwakomboa watoto hao wa kike? Mojawapo kwanza sio serikali, mojawapo kwanza ni familia ambazo tunazoishi nazo. Ninachotakiwa ni kana kwamba wewe unapokuwa unaishi na watoto wako, natakiwa kuwapa malezi bora. Malezi bora ni kuwapa kila wanachokihitaji ili wasiweze kufanywa masuala ya ukatili. Mojawapo kama wanafunzi ufanywe ukatili, na vijana wa bodaboda, watoto wetu wa kike, namna ya kuweza kudanganywa. Kwa sababu wewe anaweza kukuomba, labda anahitaji pesa nunue kitu fulani, wewe huwezi kumpa. Sasa huyo akikutana na mtu wa bodaboda anaweza kumfanyia ukatili, hatimaye kumdanganya, kumpa labda chipsi na kumpa fedha, hatimaye kuna kumfanyia ukatili usiostahili, matokeo yake kuwapa mimba. Tuwalinde, si wenyewe wazazi tu makini, tuwalinde watoto wetu. Hata mtoto mwenzie pia umlinde, ni mtoto wako, sio lazima mzazi tu. Kwa wale ambao wanakiuka taratibu hizo za kuwapeleka watoto shule, unawaambiaje? Lazima wapeleke watoto shule, na pia kama aeleweshwe mtoto aende shule, na pia kama hataelewa pia sheria ifuate, mtoto aende shule. Lazima mtoto aende shule. Mzazi akimwatanyiza mtoto kutompeleka shule wakati wa umri wake, huo ni ukatili, sio ukatili? Ukatili. Kwa nini? Ni ukatili. Lazima mtoto asome, ni haki yake ya msingi asome. Kila mtu achunguze mtoto, hata kama sio wa kwako, chunguza mtoto. Hata unavyoona hawa madereva toyo wanadanganya watoto, pia ni ukatili. Unavomwambia twende nikupeleke shule, unamrubuni mtoto hivyo, tayari hata soma tena. Ndio hivyo. Na hayo matendo Kwa hiyo ndio hivyo. Na hayo matendo yanatendeka hasa tukiwa katika maeneo gani kwenye jamii yetu? Maeneo yoyote tu yale. Maana sasa mtoto akitoka shule utamfuata huku nyuma.
ndio hivyo. Hivyo labda huko amedanganyika huko, huwezi kujua mzazi huko nyumbani. Kwa hiyo mtu, kila mzazi, hata kama mtoto sio wa kwako, basi ndio hivyo. Maisha ni ya kila mtu. Maisha ni ya kila mtu. Labda ni kipi ambacho unakikumbuka kwenye maisha yako huwezi kukisahau mpaka sasa hivi umekuwa, ulichotendewa kibaya? Hapo sitakumbuka, ila tu mimi ninachoshauri waache ukatili. Hata wanawake pia tunafanywa ukatili sana tu na wanaume. Kwa hiyo pia na wanaume pia waache ukatili. Sio kwa watoto, hata kwa wanaume waache ukatili. Kitu gani ambacho umekiona na hautakisahau? Wanawake pia wananyanyasika sana kwenye manyumba zao. Kwa hiyo ushawahi kukiona? Nilishawahi kuona. Kwa hiyo ndio maana nasema pia na wanawake, wanaume waache ukatili. Maisha ndio haya. Ndani ya familia. Ndani ya familia. Kwa hiyo waache ukatili. Tunachowaambia wanawake wanaofanyiwa hivyo ni kipi? Wafuate tu sheria. Kwa sababu wanaume sasa hivi bila kumfuata sheria atakunyanyasa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo wanawake sasa hivi wanaolewa kwa nguvu. Kabisa. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo ni ukatili. Ndio ni ukatili. Sasa kama utapigwa sasa ukatili huo pia. Ukiambiwa usitoke ndani usitoke kweli. Ni ukatili. Kwa nini usitoke ndani? Kwa sababu gani? Ni ukatili. Na kwa nini wewe uvumilie kukaa ndani tu? Sasa ndio hivyo. Wewe huwezi, mwanamke hawezi kushindana na mwanaume. Na ukiamua kutoka uwezi. Utatoka, lakini ndio hivyo, utakula kipigo. Ni ukatili pia. Kumbe kuna mengi kwa wanawake pia. Ndio hivyo. Ni ukatili pia. Sasa utamwambiaje mtu asitoke nje? Au asishirikiane na wenzake? Ni ukatili. Lazima mtu ushirikiane na wenzako. Kwa mwanamke akiamua kuondoka kuachana na mume wake, inakuwa iko sawa hiyo kwa kufanyia vitendo kama hivi? Inategemeana sasa. Mfano? Inategemeana na mazingira anayoishi. Inategemeana na mazingira anayoishi. Aidha labda ndio huu ukatili tunayezungumzia. Ukatili sasa hivi sio kwa watoto tu, hata kwa wanawake. Kitu cha kwanza ni kwamba serikali inatakiwa tukua makini na wazazi. Kwa sababu mtu huwezi kumzaa mtoto afu ushindwe kumpeleka shule. Watu kama hao inapaswa serikali iwe macho nao. Mtu akikataa kumpeleka mtu shule akamatwa awekwe ndani ili ajue majukumu yake ya kwamba nini maana ya kuzaa. Kuzaa sio kuzaa na kumwacha mtoto ndani. Kuzaa ni kumlea mtoto kwa majukumu yote anayohitaji, uweze kumpatia hadi atakapofikisha ule umri wa miaka 18, ndipo sasa mtoto anapotakiwa kujitegemea mwenyewe. Yaani ni tuache ukatili, hasa madereva toyo waache ukatili, maana saa nyingine watoto wetu wanaenda shule ndio hivyo wanawarubuni na hizo chipsi zao na lifti yani ndio hivyo. Kwa tunawashauri waache watoto wasome. Moja wapo kumbe ni madereva. Ndio. Madereva toyo au ice? Toyo, ice, wote wanadanganya watoto wetu wa kike wasome, watoto wasome. Ukizaa ni sharti mtoto apelekwe shule, na asipopelekwa shule huo ni ukatili. Huo ni ukatili mkubwa. Maana yake ni kwamba huyo baba hizo mama wanapaswa wakamatwe, wapelekwe ndani ili waweze kudhibitiwa, waweze kumpeleka mtoto shule akapate ile haki yake inayohitajika kikanuni, aidha kikawaida ya kibinadamu. Lazima mtoto ajue kusoma na ajue kuandika ili anapokuwa ajue nini maana ya elimu, aidha nini maana ya maisha. Sasa baada ya hapo mtoto ndipo utajua kwamba umemfanyia katika jambo linalostahili. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, ninaona ni kama ubizi unaongezeka kidogo kwa mzazi, kwa maana ya kwamba yule mtoto anapoenda shule mahitaji yanaongezeka. Kwa ukaribu zaidi, kwa upendo akiwa mdogo, ni majukumu ya kawaida ya mizunguko tu ya hapa na pale, kwa sababu mzazi anaangalia apate kula, labda na malezi madogo kama ya kuvaa. Ndo kidogo anaangalia ifike umri wa shule ndo aweze kuachanishwa. Maana kila mzazi huwa anapomlea mtoto inapobadilika, stages zinapobadilika na mahitaji pia yanaongezeka kuhusu mtoto. Okay. Wale wazazi ambao wanazaa watoto ikifika muda wa kwenda shule au wapeleki shule, labda kwa namna hiyo, ni kitu ambacho kinafanyika pale ni ukatili au sio ukatili? Ni ukatili, kwa maana mtoto huwa unapomzaa ni kwamba kwanza kitendo hilo ni unapolifanya ni mtu ambaye unajua kinachotakiwa kitokee ni nini.
kinapotokea kitu kama hicho ni kwamba tayari, maana mtoto sio dharura ni kwamba atakaa tumboni mwa mama yake miezi 9. Baada ya miezi 9 unajua ni kiumbe kinakuja. Kiumbe hicho kinapokuja kinataka mahitaji. Kwa hiyo mahitaji hayo ni pamoja na vitu kama hivyo ambavyo unavizungumzia kwa sasa. Okay. Ni kipi ambacho tunawaeleza wale wazazi ambao wanawachaniza watoto kutowapeleka shule pale ambapo wamefika umri wa kwenda shule? Cha msingi kwamba kwa mtazamo ambapo mimi ninavyoiona ni kuwapa elimu, kwa maana mtoto inapofikia umri wa kwamba aende shule ni kwamba unamsaidia kwa maisha yake ya baadaye, asiwe tegemezi tena kwako au akaingia mtaani kwenda kuisumbua na jamii nyingine ambayo haina hatia. Namna ya kuanza kuwapa elimu, aidha semina wazazi, kwamba unapozaa wajue majukumu yao ni nini, kwamba inachotakiwa mtoto akifikisha kuanzia miaka 4 anapaswa aende chekechea, anapofikisha miaka 5 aidha 6 anapaswa aanze ile shule ya awali darasa la kwanza na kuendelea, ili anapomaliza hatimaye hata form 4 sasa mtoto anaweza kachagua mwenyewe anaelekea chuo aidha anaenda wapi. Hayo ndio malezi bora kwa wazazi. Na tuwaweke sawa wale ambao wako katika swala la ukatili, wanaofanya ukatili tunawaambiaje ili kusudi kuweza kuacha mara moja jukumu hilo ambalo wanalifanya kwa juu ya watoto, watu wazima na kile chochote ambacho kinakwenda kinyume na haki. Swala la ukatili kwanza kwa binadamu sio swala zuri, kwa sababu inachopaswa kwamba binadamu inatakiwa tupendane, mtu yoyote yule. Na familia nyingi kama wanaona watu wanafanyiwa ukatili wanakaa kimya, si sahihi. Wewe ukishaona mtoto anafanyiwa ukatili, inapaswa utoe taarifa kwa serikali, aidha kwa viongozi wa serikali, ili amkini kwamba yule mtoto aweze kupewa haki yake ya msingi na watu waweze kukomeshwa kuacha ukatili mara moja, ili watu waweze kulea watoto kwa uzuri na kwa pamoja. Sasa ni hivi, maisha ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia hasira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share.